Kwanza kwako Baba Vicar General kwa kuja kushiriki nami katika siku hii muhimu katika maisha yangu, lakini pia kukushukuru wewe Baba Abate Mpambo Mkolwe pia kwa kuacha majukumu yako na kuja kushiriki katika adhimisho hili la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa utumishi katika shamba lake kwa miaka hiyo 25. Ninajua kwamba haya yote Mungu mwenyewe ndiye aliyeyawezesha, na ni kwa sababu hiyo basi shukurani za kwanza zinapaswa kumwendea yeye mwenyewe ambaye ni kwa wema wake alinipa maisha, nipa uzima, na zaidi sana zawadi hii ya wito wa upadre. Akaendelea kunitumia kama chombo chake cha baraka na huruma kwa roho za waamini licha ya kutokustahili kwangu. Ni kwa wema wake tu ndiyo maana ninaweza kusema leo namshukuru kwa miaka hiyo 25 katika utumishi. Ninawashukuru sana mapadre wote ambao wameshiriki pengine katika hasa malezi yangu ya kuendea upadre, wakiwa walimu seminari ndogo, wakiwa mapadre niliyopita mikononi mwao, na kwa namna ya pekee mmoja wao akiwa ni wewe mwenyewe Baba Vicar General. Unaweza usikumbuke, nakumbuka mwaka 1998 nilipokuja kufanya utume wangu Kala. Mazingira hayakuwa rafiki vile, hayakuwa mazuri, lakini kwako nilijifunza jambo moja. Ulikuwa mtu mfurahivu na uliendelea kunitia moyo. Hivyo nilijifunza kuwa palipo na roho za waamini ndiyo fursa ya padre. Palipo na roho za waamini ndiyo fursa kwa utume wa kipadre. Mimi nakushukuru sana kwa malezi hayo ambayo yameendelea pia kuniimarisha katika maisha yangu. Ninamshukuru sana marehemu Padre Pascali Chikanka ambaye ndiye wito wangu ulichipuka mikononi mwake. Amenilea kama mseminari mdogo, lakini zaidi sana maisha yake alikuwa padre ambaye Waingereza wanasema sio influential, padre rahisi hivi, lakini ndani mwake mimi kama mtoto mdogo niliona upadre ndani mwake. Na hivi nilipokuwa nakwenda seminari kubwa baada ya kumaliza masomo ya kidato cha 6, yupo mwamini mmoja aliyewahi kunitania. Sikujua kama ni utani, nimekuwa nikitafakari neno hili. Aliniuliza, wewe unataka kuwa padre kama Padre Chikanka? Nikasema ndiyo, kama Padre Chikanka. Kwa nini aliuliza swali hili? Aliuliza swali hili akimaanisha yeye upadre ndani mwake anauona katika umaarufu, lakini ndani ya Padre Chikanka marehemu, wakati ule Padre Chikanka sasa marehemu, haoni huu umaarufu. Ndiyo maana ya kutumia neno hilo. Kwa hivyo ndani mwake niliona picha halisi ya upadre na si kivuli cha upadre. Hivi namshukuru kwa malezi yake, lakini pia kwa roho yake hiyo ya kipadre ambayo aliitia ndani mwangu. Aidha, na washukuru maaskofu ambao nimepitia mikononi mwao, wakanipokea, wakanilea na wameendelea kunilea katika maisha haya ya kipadre. Najua ni kwa kupitia wao pia nimekuwa na uwezo wa kutumia huu wito wangu ambao Mungu amenipa katika kuwahudumia waamini na taifa la Mungu. Nawashukuru sana mapadre wote ambao mpo katika urika wa kipadre. Padre kama alivyo mwanadamu yeyote si kisiwa. Padre anaishi kati ya mapadre, na hivi ninyi mmekuwa nguzo kubwa katika uishi upadre wangu.
mmechangia pakubwa, kila mmoja kwa namna yake. Kuna pale ambapo pengine nilifika mahali nikachoka sana, mlinitia nguvu. Nilipofika mahali changamoto zikanikatisha tamaa, mlinitia matumaini. Nilipofika mahali nikaelekea pengine kuchoka zaidi, mkanisukuma nyuma, nikapata kuendelea mbele. Kwa hivyo mapadri wenzangu, nawashukuru sana kwa kunitia nguvu. Ninaendelea kuwashukuru waamini wote ambao nimefanya kazi kati yao baada ya kuwa padri. Upadri wangu umegawanyika, kwa maana ya utumishi umegawanyika katika sehemu mbili tu. Mhubiri amesema ule muda mfupi ndio kuwa paroko wa kanisa kuu, ambao kimsingi mimi nisema ilikuwa kama likizo ya kutoka seminarini, likizo la kurudi. Kwa hivi nagawa upadri wangu katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni parokia ya Kaengesa. Nilitumikia Kaengesa seminari kwa muda mwingi, lakini wakati huo nilitumikia katika parokia, niliwatumikia waamini wa Kaengesa. Ninawashukuru kwa namna mlivyonipokea, kwa namna mlivyonitia matumaini, kwa namna mlivyoshirikiana nami ili kufanya utume wangu upate kuwa rahisi, upate kuwa utume usiochosha, na bali nipate daima kutamani kuwatumikia. Ninawashukuru sana. Amegusia kidogo mhubiri. Ninawashukuru zaidi kwa jambo moja. Nilipokuwa mseminari mdogo na zaidi kama mseminari mkubwa, kuna jambo moja lilikuwa linanisumbua sana kichwani. Kwa kila tukirudi seminarini, nikiwa hapo nyumbani, lazima nimtafute rekta yuko wapi, na ili nimpate lazima nitembee kilomita 4, niende kilomita 4 nirudi kilomita 8, nikamtafute nimwambie, baba rekta tumerudi, kwa sababu wakati ule rekta ndiye alikuwa msimamizi wa parokia. Tumerudi na hivi naomba maelekezo ya namna ya kutumikia au kufanya likizo yangu kama mseminari mkubwa. Kwa hivyo hili lilikuwa linanisumbua kichwani. Lakini pia kwamba padre alikuwa anakuja anasoma misa haraka, huyu anaondoka kwenda seminarini, na mgonjwa si habari, mna hili, kwa sababu ya majukumu, huduma nyingine zinakosekana. Hayo mambo mawili yalinisumbua sana. Na hivi fursa ilipopatikana tuliwaza, na katika hili pia namshukuru sana Mwalimu Nestori Mwanisenga marehemu, apumzike kwa amani, almaarufu kama Mwalimu Dodoso. Tulianzisha wazo la kuwa ili tumshawishi baba askofu kuwa na padre hapa parokiani, tunafikiri tukijenga nyumba atapata wazo la kumleta padre. Na hili lichimbuka kwenye wazo la jubilei ya miaka 120 ya jimbo. Kulikuwa agizo kwamba pamoja na kuadhimisha tufanye kitu fulani cha kumbukumbu kinachoonekana. Kwa hivyo ushawishi ukawa ni kumbukumbu yetu iwe ni nyumba ya padre. Sasa katika maamuzi yale, nawashukuru kwa jinsi mlivyopokea, mkaunga mkono na kuanza kazi hiyo ya ujenzi wa nyumba ya mapadre, ambao mmeendelea nao na mapadri waliofuata. Na washukuru sana kina Padre Kasana, Padre Isubira, Padre Yachitwi na sasa Padre Onesmo na mapadri wenzake ambao wanaendelea kutengeneza hayo mazingira ya parokia vizuri. Ninawashukuru sana pia waamini wa Namanyere. Hiyo ni sehemu yangu ya pili ya upadri, utumishi katika upadri, miaka hiyo 25. Nawashukuru sana waamini wa Namanyere. Pia mmenipa ushirikiano mkubwa, mmefanya niwe na hamu ya kutumika kama padri, niwe na hamu ya kuwatumikia. Hayo yote yamekuja kwa sababu mmekuwa mkinitia moyo, mmekuwa mkinitia nguvu, mmekuwa mkinipa ushirikiano mkubwa pamoja na mapadri wengine wenzangu ambao tumekuwa tukiishi nao. Ndiyo maana nikapata kuendelea kufanya utume huo nikiwa mfurahivu pengine na mwenye nguvu. Lakini nawashukuru zaidi kwa hili ambalo mmelionyesha la kuja kushiriki nami katika maadhimisho haya ya kumshukuru Mwenyezi Mungu wa utume wa miaka hiyo 25. Ninatambua ni safari ndefu kutoka Namanyere
mpaka Kaengesa ni kilomita 100 na kidogo. Ungeweza kusema ni mbali, tunatuma wawakilishi wawili, lakini mliona ni jambo jema kuja kuungana nami katika maadhimisho haya. Ninawashukuru na Mungu awabariki sana. Najua mmetumia nguvu nyingi, mmetumia rasilimali, fedha na vitu. Basi pale mlipotoa kwa ukarimu wenu, Mungu aendelee kuwazidishia na kuwarudishia. Ninawashukuru kwa zawadi zenu nyote, wana na Manyere, wana Kaengesa na wengine wote kutoka mahali pengine jimboni humu Sumbawanga. Ninawashukuru. Hizo zawadi mlizonipatia zinanionyesha kwamba ndani mwangu hamuoni Padre Makasi. Ndani mwangu mnaona utume, na huo ndio unaozawadiwa. Hamuoni nafsi hii na sura hii inayosimama hapa, badala yake mnaona kile Mungu alichoweka ndani mwake, na hicho ndicho mnachokithamini, na kwa kukithamini hicho mmeweza kunipa zawadi hizo. Mungu awabariki na awazidishie kwa ukarimu wenu. Ninamshukuru Baba Paroko wa Parokia Kaengesa pamoja na mapadri wenzake kwa maandalizi ya shughuli yenyewe hii. Ninawashukuru sana mapadri. Mungu awabariki kwa maandalizi haya. Ninawashukuru waamini wote ambao walishiriki katika namna moja na nyingine katika kufanikisha hili katika parokia hii ya Kaengesa. Lakini pia nawashukuru waamini wana Manyere ambao walifanya kuunganisha makundi hayo mbalimbali pamoja kwa ajili ya safari hizi za kuja huku kuungana na mimi. Mungu aendelee kuwabariki. Ninawashukuru wadau mbalimbali ambao wameniunga mkono, walionipongeza, walionishika mkono katika kufikia siku hii. Natambua michango yenu yote, natambua heshima yenu mlionipa, na ninaithamini sana, na Mungu aendelee kuwabariki wote. Ninawashukuru mapadre kwa namna ya pekee. Sijui, nadhani watakuwa wametoka. Mapadre wa Zambia, mara ya mwisho nilipokuwa nawaambia watu na Manyere, najua na nilipokuja Kaengesa hapa niliwaambia pia, katika watu walionisukuma kufanya kusherehekea siku hii ni moja kati ya wale mapadri wa Zambia. Father Chilong, Father Catherine, ninawashukuru sana wa mapadri. Wamefunga safari kutoka jimbo la Kasama, Zambia, kwa ajili ya kuja kushiriki pamoja na mimi furaha hizi. Ni ishara kuwa wanatambua na wametambua uzito na thamani ya huduma hii ya upadre. Dear fathers, I really feel very excited and grateful. In fact, I fall short of the words to express my inner gratitude for your company. Your coming has really excited me, and it really shows that this saying, the English saying, a friend in need is a friend indeed, have really, shown it that you are really our friend indeed, because you are also friends in our needs. This was my need and you came, so you are real friends indeed. Ninyi ni marafiki kweli wa mapadri wa Sumbawanga. Tunawashukuru sana and you most welcome. Basi huyo mrefu ndo aliyeniambia, nilipomwambia mimi sifanyi jubilei, akasema, Father, we are survivors. Maana yake ni nini? Sisi ni mabaki. Kama ni mabaki, tunabakia kwa sababu Mungu anaendelea kutulinda, na kwa hivi una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Tangu siku hiyo nilibadilisha wazo na kuanza kupanga
kuwa sasa naweza nikafanya adhimisho hili la upadre la miaka 25 ya upadre. Mwisho, ninawashukuru sana wanafamilia kwa majitoleo yao mbalimbali kwa malezi, kwa kuendelea kunitia nguvu moyo katika utume wangu, lakini pia kwa maandalizi haya ya tukio hili. Mungu aendelee kuwabariki sana kwa kuonesha upendo wenu kwangu kwa maandalizi ya tukio hili. Mwisho, napenda kuwaalika waamini wote kuendelea kuniombea ili niendelee kutekeleza majukumu yangu ya kipadre kwa ukamilifu na kadiri ya mapenzi yake aliyeniita, kwani maadhimisho haya si ushindi bali mwaliko wa kunikumbusha kuwa kuna safari mbele yangu, na hivyo niendelee kuyachuchumia yaliyo mbele yangu, ili huyu ambaye kwa neema yake alinifanya kuwa hivi nilivyo na akaendelea kunifanya hivi nilivyo, ili niendelee kutumika kama chombo cha baraka kwa waamini wake na taifa lake, basi niendelee kumtumikia na siku moja niweze kuona uso wake tukiimba kwa pamoja, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na kwa sababu hiyo basi nikitafakari hilo na maisha ya upadre na mbele kuna nini, na ndiyo maana nikaomba ule wimbo maalumu wa ninayasahau yaliyo nyuma yangu, ninayachuchumilia yaliyo mbele yangu. Tafsiri hiyo kwamba niendelee kupigana vita na ninyi muendelee kuniombea ili mwisho tuweze kukutana huko mbinguni. Mwasi Kushakalesa.